sisi wachezaji wetu tunaweza hata ile Africa world players hawajafikia kwenye level kubwa sana. Umeelewa vizuri? Yeah. Tuna wachezaji wazuri ambao wameenda kucheza barani Ulaya, lakini nao kwenye timu zao sio tegemeo. So now you can see the difference. Bwana Samata kwenye timu yake ya Le Havre ya Ligue 1, French Ligue 1 kule sio tegemeo. Sio, unaelewa? Novatus sio tegemeo. Haji Mnoga sio tegemeo. Huyo Tarin Ararakia sio tegemeo. Huyu mwingine Chazi Moumba ndo tegemeo. Anafanya vizuri. Na ndicho ambacho anakifanya kwenye timu ya taifa recently, umeelewa? Kwa nafikiri ni tukubali tu kwamba twende tukajifunze. Umeelewa? Tukajifunze next AFCON, kwa sababu ni AFCON yetu ya 4 kwenye historia. Mwaka 80, mwaka 2019, mwaka 2023 kule Ivory Coast, sawa, ambapo Ivory Coast ndio kwa mwenyeji, ndio alikuwa bingwa akimfunga Nigeria. So tumecheza na bingwa wa pili. Kwa maana kwenye final iliyopita yeye ndio alikuwa run up, kwa maana mshindi wa pili. So naelewa vizuri. Kwa hiyo ni sio kitoto. Lakini pia ni AFCON hii hapa pia mwaka 2025 kule Morocco, ni AFCON yetu ya 4 kwenye historia ya nchi yetu ya Tanzania tangu tupate uhuru mwaka 61. So tunaenda kwenye AFCON ya 5 mwaka 2027. Sio mbali. Mwaka mmoja tu hapo, na ukishapita unaokuja tunashiriki na tutakuwa nyumbani. So nini ambacho tunakiachieve kule kwenye michuano hii ya AFCON kule nchini Morocco? Ndicho ambacho sasa tutaondoka nacho kwenda kurekebisha pale ambapo tumejikwaa kuelekea AFCON inayokuja. So mimi ukiniuliza, ndicho ambacho naweza kujibu kwamba tunaendelea kujifunza, lakini pia at the same time kwa muda ambao umebaki tuendelea kusuka kikosi chetu kwa ajili ya michuano mingine. Hii hapa is over. Leo amini kwa mechi zidi ya Uganda na Tanzania kutokana na mchezo ambao tumeucheza zidi ya Nigeria, ni kwamba sisi tunaweza tukawa giant zidi ya Uganda? Hapana. Na ndio maana ukiangalia kwenye makundi, wa kwanza ni Nigeria, wa pili ni Tunisia, wa tatu ni Uganda, wa nne ni nani? Tanzania. Maana yake kwenye kupanga pale hawajapanga kwa bahati mbaya. Wanapanga kulingana na wewe nafasi yako ilivyo kubwa kwenye michuano hii, lakini pia ranki na performance kwa ujumla.